Mara nyingi watu huuliza, je, yafaa kutawadha chooni? Wengi wanaona kana kwamba labda swala hilo halifai. Kwa nini haifai kutawadha chooni? Tunapotawadha tunaondosha hadathi ndogo, na chooni huko huwa tunaondosha hadathi kubwa kwa kuoga. Kwa nini kuoga kwa ajili ya kuondosha hadathi kubwa kuwe kwa faa huko chooni, lakini kutawadha iwe haifai? Kwa hivyo ni sala ambalo ndugu zangu halina mushkili. Mtu anaweza kuoga au akakidhi haja yake chooni, baada ya kukidhi haja yake chooni kisha akatawadha kabisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma a'idhna minan nari, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Wapendwa Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza kwenye Qur'ani kumuandama na kuhakikisha kwamba dini hii hatuifuati ila kwa mujibu wa mafunzo yake na maelekezo yake aliyotuwekea katika sunna yake iliyo sahihi. Na miongoni mwa yale ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza ni haya ambayo tunaendelea kufundishana, kukumbushana kwenye wadhi huu kupitia chombo hichi cha Halali Charity TV. Tunaangazia masala ya tahara na tungali katika kuzungumzia udhu ambao unatumika katika kuondosha hadathi ndogo. Leo insha Allah taala, baada ya kuzungumzia kwenye vikao vya nyuma nawaqidhu alwudhui, lakini vile vile ma yustahabbu lahu alwudhu, ma yajibu lahu alwudhu, mambo ambayo yanawajibishia mtu kutawadha. Tukayataja ni mambo gani ambayo yakimfikia Muislamu analazimika kutawadha, lakini pia tukaweza kueleza mambo ambayo imependekezeshwa kwa Muislamu akipatikana na mambo hayo awe atakuwa ni mwenye kutawadha. Pia tukaweza kuyaelekeza hayo, na alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kwa kudra zake kuweza kuelekezana kwenye hayo. Leo nitazungumzia mulahadhatun haula alwudhu, baadhi ya vidokezo vinavyohusiana na udhu. Vidokezo muhimu sana ambavyo vimeambatanishwa na udhu. Muislamu ana haja kubwa ya kuweza kuvijua vidokezo hivyo, kwani vidokezo hivi vinaingia miongoni mwa mafunzo ya udhu ambayo bila shaka Muislamu anatakiwa awe na ufahamu nayo mafunzo hayo. Kidokezo cha kwanza, yajuzu alkalamu athna alwudhu idh la dalilun yamna'u min dhalik. Yafaa kuzungumza katikati ya kutawadha kwa sababu hakuna dalili yenye kuzuia hilo. Mara nyingi yawezekana ukapata mwenzako anakuambia kwamba wakati wa kutawadha haifai kuzungumza, kwamba labda ni haramu kuzungumza. Muislamu anatakiwa anaposhika shughuli ya kutawadha iwe lenye kumshughulisha na hilo la kutawadha, asiwe ni mwenye kuwa na maneno mengi na mazungumzo. Hili tukisema kwamba ni haramu itakuwa ni kosa, kwa sababu hakuna dalili ambayo inamkataza Muislamu kuzungumza wakati wa tawadha, isipokuwa tu ule umakinifu ni muhimu.
Lao mtu ataamua kuacha kuzungumza na ashughulikie ule udhu, itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu utakaposhughulika na ule udhu na akili yako kuwa katika udhu, utakuwa ni mwenye kutimiza ule udhu vizuri, kama tulivyoelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapotawadha tutawadhe vizuri, tuhakikishe kwamba kila kiungo kimeweza kupata uhakika wa kushika ule udhu, kila kiungo kimeosheka vizuri. Na hili laweza likapatikana kwa njia hiyo ya mtu kuwa na makini badala ya mtu kuwa na mazungumzo. Huenda pengine akasahau kiungo au akakosa kufikisha viungo vile maji vizuri, akatoka pale akiwa labda viungo vingine havijafikiwa na maji vizuri, jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikemea sana aliposema wailun lilaqabi minan nari. Mtume alitahadharisha sana wale watu ambao wanatawadha kisha baadaye wanawacha visigino vyao vinakuwa vikavu, havijafikiwa na maji. Labda huende kwa sababu mojawapo, labda mtu alijishughulisha na mingine, hakuwa makini katika udhu, ndipo akafikiwa na hilo la kutofikisha maji vizuri katika viungo, hasa katika visigino. Kwa hivyo ni vyema lao mtu atajimakinisha na ule udhu, lakini hatusemi kwamba ni haramu mtu anapokuwa yatawadha kuzungumza. La, si haramu, kwa sababu hakuna dalili ambayo inakataza mtu anapotawadha kwamba asiwe ni mwenye kuzungumza. Jambo la pili, ama kidokezo cha pili, laisa hunaka adhkarun tuqalu athnaa alwudhu. Hakuna dhikri maalumu ambazo zinazungumzwa katikati ya udhu. Kwamba je, kuna adhkari maalumu mtu anapotawadha katikati ya udhu wake awe ni mwenye kuzileta dhikri zile? Imeenea au labda yawezekana mtu akawa labda ana ufahamu huo, kwa baadhi ya vitabu vimetaja zile adhkari za udhu kwamba unapoosha viganja kuna dhikri fulani, unapoosha uso kuna dhikri fulani, unapoosha mikono kuna dhikri fulani, unapoosha kichwa unapofuta kichwa kuna dhikri fulani, labda unapoosha miguu kuna dhikri fulani. Ndugu zangu, ni kuwa uhakika ni kwamba hakuna dhikri maalumu ya kuosha viungo katika kutawadha. Wama urida fi dhalika fadhaifun la yasihu. Na kama kuna lolote ambalo limepatikana lenye kuelezea kwamba kuna dhikri maalumu za letwa wakati wa kutawadha, basi tujue kwamba hilo lililopatikana katika hayo ni mapokezi dhaifu ambayo hayasihi. Dhikri iliyopo ni baada tu ya kutawadha. Dhikri iliyopo ni ya baada ya kutawadha. Baada ya kutawadha, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza dua maalumu ambayo tunatakiwa sisi tuilete baada ya kutawadha, na sote tuelewa hilo. Lakini kusema kwamba kuna adhkari maalumu kwenye kila kiungo wakati wa tawadha, hilo halipo kwenye usahihi wake. Kwa hivyo tutabakia tu kimya wakati tutawadha, na kama tunikuleta adhkari, basi dhikri italetwa baada ya kutawadha kama ilivyopokewa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jingine ambalo ni katika vidokezo vya udhu, mtu anapotawadha na wakati wa tawadha labda ana kucha zilizo ndefu, au wakati wa tawadha ana nywele kubwa, kisha baada ya kutawadha akaamua kuzikata zile kucha au akazinyoa zile nywele, je, itamlazimu yeye kuosha ile sehemu ya chini? Kwa sababu alipotawadha alikuwa na kucha ndefu, alipotawadha alikuwa na nywele nyingi kichwani. Baada ya kutawadha labda akaenda kuzikata zile kucha, je, hii sehemu ya chini atalazimika kuiosha? Je, baada ya kunyoa nywele zake ile ngozi ambayo ni ya kichwa ataifuta? Kwa sababu alipotawadha alikuwa yeye ana nywele na sasa zile nywele amezinyoa. La, udhu wake utakuwa ni sahihi, wala halazimiki kuweza kufuta ngozi yake ile baada ya kutawadha akiwa na nywele kichwani, wala halazimiki kuosha vidole vyake ambavyo vilikuwa na kucha ndefu wakati wa
tawadha, na baada ya kutawadha akawa ni mwenye kuzikata zile kucha. Asema idha qallama adfarahu au halaka sha'rahu ba'da alwudhu, mtu akipunguza kucha zake au akanyoa nywele zake baada ya udhu, fala yulzimuhu ghaslu ma dhahara min adfari ba'da taqlimiha wa kadhalika sha'r, haimlazimu yeye kuosha kile kilichodhihiri baada ya kukata kucha, wala ile ngozi ambayo imejitokeza baada ya mtu kunyoa nywele. Laysa hunaka dalilun ala wad'i usbu'ihi fi famihi inda almadmadha wa inma yakfi tahriku alma'i biharakati alfami. Pia kidokezo kingine ni kwamba hakuna dalili mtu anaposukutua kuweka kidole kwenye mdomo wake, bali yatosheleza tu kuyatingisha maji kwa mdomo wake kisha kuyatema. Hili lipo katika masala ya kusukutua, ambapo kusukutua ni sehemu mojawapo katika kutawadha. Sasa mtu anapoingiza maji katika mdomo wake wakati wa tawadha, halazimiki kwamba aweke kidole ndani. Laisa hunaka dalilun ala hadha, hakuna dalili juu ya hilo, bali yatosha yeye maji yaliyoko mdomoni mwake kuweza kuyatingisha mdomoni kisha akayatoa. Jengine asema law kana sha'ruhu kathifan wa massaha alayhi wa lam yasil ila basharatihi falwudhu sahihun wala yadhurru dhalik. Mtu ikiwa ana nywele nyingi, tena nywele ambazo zimeshindamana, nywele nyingi kichwani, zimeshikana kabisa, zimekaa vizuri, asema kisha akawa ni mwenye kufuta juu yake, walam yasil ila basharatihi, yale maji yasifike kwenye ugozi wa kichwa chake, falwudhu sahihun, udhu utakuwa ni sahihi. Inatosheleza tu kufuta juu ya nywele zako, hata kama nywele zile ni nyingi kiasi ya kuwa maji hayagusi ugozi wa kichwa, udhu utakuwa ni sahihi kwa kufuta kwako juu ya nywele hizo. Lakinahu la yamsahu ala almustarsil minhu faqat, bal la budda an yamsaha ma fawqa ar-ra'si, lakini tu anachotakiwa mtu asifute zile nywele ambazo zimetiririka ama zimeshuka chini, anatakiwa afute nywele zilizoko juu ya kichwa. Yawezekana mtu akawa ana nywele nyingi kiasi ya kuwa, ama ndefu kwa maana nyingine, kiasi ya kuwa zimeshuka mpaka mabegani huku. Sasa labda mtu yule akawa ni mwenye kuzifuta hizo nywele ambazo zimeshuka mabegani, haitaswihi. Kinachotakiwa ni ufute nywele zilizoko juu ya kichwa, si hizi ambazo zimeshuka kwenye mabega. Naam, basi hata kama zitakuwa nyingi kiasi gani, nywele hizo ambazo ziko juu ya kichwa inatosheleza, wala hailazimu kwamba labda mzizimo wa kufuta kwako juu ya kichwa ufike kwenye ngozi ya kichwa. Naam. Asema yajuzu an yalbisa al-amama mutaammidan inda al-wudhu min ajli al-massihi alayha, wa kadhalika yajuzu lilmar'ati an tamsaha ala al-khimari. Masala ya kufuta juu ya kilemba, yafaa mtu kukusudia hasa kufuta juu ya kilemba. Mtu avae kilemba chake, kisha wakati wa kutawadha, badala ya kukivua kile kilemba, awe atafuta juu ya kile kilemba kilichoko juu ya kichwa chake. Lakini vile vile mwanamke anaweza kufuta juu ya mtandio wake wakati wa tawadha, wala hailazimu kwamba aufungue ule mtandio ulioko kichwani, anaweza kufutia juu yake. Hili wamelizungumza wanavyoni katika kufaa jambo hilo la kufuta juu ya kilemba, lakini hata vile vile mwanamke kufuta juu ya mtandio. Jengine katika vidokezo vya udhu muhimu zaidi, iwapo mtu katika viungo vyake vya udhu kuna baadhi ya vitu zenye kuzuia maji kufika kwenye ngozi, mfano mafuta mazito yaliyoganda kwenye ngozi, basi falwajibu izalatu hadhihi, ni wajibu kuondosha, kwa sababu udhu hautakuwa sahihi ikiwa havitaondoshwa.
Kwa hivyo ikiwa kwenye uso, kwenye mikono, kwenye miguu kuna vitu vimeganda, nikatoa mfano kama mafuta, kiasi ya kuwa ukitawadha maji hayafiki kwenye ngozi, yatazuia na mgando ule ulioganda kwenye mkono wako au kwenye mguu wako au kwenye sura yako, basi itakulazimu uondoshe, wa illa faludhu ghairu sahihin. Ikiwa hautafanya hivyo, udhu wako hautakuwa sahihi. Ama idha kanat hunaka asbahun kalhina, lakini kama itakuwa labda katika mwili, hasa kwa upande wa wanawake, kuna baadhi ya ile michoro kama mfano wa hina, ma laysa lahu kathafa, michoro ambayo haina uzito, zinawekwa tu kwenye mwili, fahadha la yuathiru fi sihhati alwudhu'i, hili haliathiri kwenye kusihi udhu. Wanawake wamepaka mipiko, wamepaka hina, ile michoro, labda michoro ya maua na kadhalika, ambayo iko kwenye mikono, kwenye miguu, iliyotokamana na hina au piko, michoro ile haiathiri, ama piko ile ama hina ile haiathiri udhu, kwa sababu ile hina na ile piko si nzito kiasi ya kuwa itazuia maji kufika kwenye ngozi. Ama ikiwa itakuwa bidhaa iliyoko kwenye kiungo chako ni nzito, nikatoa mfano wa mafuta yaliyoganda na kadhalika, mifano mingine ambayo yawezekana kuweza kuwepo katika mwili, na ikawa kitu kama hicho ni kizito, hakiruhusu kufika maji katika ngozi, itakuwa si vizuri ama si sawa kubakisha kitu hicho, lazima kiondoshe ndipo tawadhe, kwa sababu ukiacha hapo basi ujue kwamba maji hatafika kwenye ngozi, na ikiwa maji hatafika kwenye ngozi itakuwa udhu wako si sahihi. Ama masala ya hina na mapiko, kwa dada zetu, mama zetu, wanapojipaka wanaweza kutawadha katika hali hiyo, wala hizo piko na hizo hina hazizuii maji kufika katika ngozi, wala haziathiri udhu. Jambo jingine, i'lam annahu la yushra'u fi alwudhu'i mashu raqaba, bal mashuha yu'addu bid'a. Kufuta shingo si masala ya kisheria katika udhu. Tulipozisoma zile ahadith na yale maelekezo yatokao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeviona vile viungo ambavyo vyatakiwa vishughulikiwe katika udhu, a'dha'u al-udhu'i. Lakini katika kuangalia viungo hivyo, shingo si kimoja katika viungo vya udhu. Hivyo basi si sheria mtu anapotawadha afute na shingo. Kuna baadhi ya picha zinaonesha katika hizi juzuu ama hizi ambazo watoto wetu wanatumia kusomea ama kusomeshwa na walimu wao madrasa. Mara nyingi ukifungua katika zile kurasa za kwanza utaona kuna picha zenye kuonesha mtu anatawadha, zinazoelekeza mafunzo ya kutawadha. Katika hizo picha hizo utakuta kuna mtu pia yuwafuta shingo. Ufutaji wa shingo haupo katika masala ya udhu, bali mashuha yu'addu bid'a. Kufuta shingo kunahesabika ni uzushi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitawadha na alionekana na sahaba, na katika kutawadha kwake na kuonekana kwake na sahaba hakuonekana kufuta shingo wakati wa tawadha. Kwa hivyo tuliacheni hili. Lililopo, mtu akifuta kichwa, anapofuta kichwa amalizie na kufuta masikio, wala sifute na shingo, kwa sababu hili halikuthubutu, ndugu zangu. Naam. Ingine, yajuzu alwudhu fi alhamami walahu an yusamma sirran. Yafaa kutawadha chooni na kusiana na kuleta bismillahi ataileta kwa siri. Mara nyingi watu huuliza, je, yafaa kutawadha chooni? Wengi wanaona kana kwamba labda swala hilo halifai. Kwa nini haifai kutawadha chooni? Tunapotawadha tunaondosha hadathi ndogo, na chooni huko huwa tunaondosha hadathi kubwa kwa kuoga. Kwa nini kuoga kwa ajili ya kuondosha hadathi kubwa kuwe kwa faa huko chooni, lakini kutawadha iwe haifai? Kwa hivyo ni sala ambalo, ndugu zangu, halina mushkili. Mtu anaweza kuoga au akakidhi haja yake chooni, baada ya kukidhi haja yake chooni kisha akatawadha kabisa.
Na kuhusiana na masala ya bismillah ataileta siri badala ya kulitamka ile tamko la albasmala, atalileta kwa siri. Kwa hivyo ni swala ambalo ndugu zangu halina mushkili. Unaweza kutawadha chooni. Yawezekana wewe umeenda msikitini, umekidhi haja yako msikitini, vyoo vya msikiti aidha ni haja kubwa ama haja ndogo, na ukatawadha kabisa huko chooni. Pengine ukija katika mifereji huko watu ni wengi, kuna foleni. Kwa nini utoke huko chooni bila kutawadha, na ile hali kule miferejini kuna watu wamepiga foleni, watu ni wengi wanasubiriana? Wewe umeingia chooni, tawadha kabisa, ukitoka osha miguu uingie msikitini. Kwa hivyo ni swala ambalo linaruhusika wala halina makosa ndugu zangu. Jingine, idha kana maqtu'ul yadayn, idha kana maqtu'al yadayn, mtu ikiwa amekatwa mikono yake, miwili, atafanya nini? Mkono wa kulia hana, mkono wa kushoto hana, na tunajua kwamba mikono ndiyo inaotumika kwenye kutawadha ama kutawadhia. Asema fa in wajada man yuwadhi'uhu wa lahu bil ujrati fabiha, ikiwa atapata mtu wa kumtawadhisha hata kama kwa malipo, basi itakuwa ni vizuri. Wa in lam yajid saqata anhu alwudhu wa salla ala halihi wa la i'adata alayhi, ikiwa hakupata mtu wa kumtawadhisha, basi udhu kwake itakuwa haupo tena, halazimiki kutawadha, na ataswali katika hali yake hiyo hiyo, na swala yake itakuwa ni sahihi hata kama atapata mtu baadaye wa kumtawadhisha. Mfano, imefika kipindi cha sala ya dhuhuri, ataka kutawadha, hana mikono ambayo ataitumia kutawadhia, hakuna wa kumtawadhisha, asiache swala ya dhuhuri ikapita muda wake mpaka ikaingia alasiri hajaswali. Anatakiwa swali katika hali yake hiyo hiyo. Na hata kama ataswali kisha baadaye labda apate mtu ambaye labda angemtawadhisha, hata lazimika kuirudia ile swala yake imeshapita. Naam, atatawadhishwa iwapo itafika swala nyingine ambayo anatakiwa kuswali. Kwa hivyo yule ambaye hana mikono miwili ambayo ndiyo kutumika kutawadhia, itakuwa ni vizuri ikiwa kutakuwa na watu wa kumsaidia kumtawadhisha, na ndio msaada mkubwa. Na wewe ambaye utafanya hivyo utakuwa ni sadaka kubwa unaifanya, na ni khairi kubwa ambayo wewe utakuwa waifanya. Allah hata kukosesha malipo kumtawadhisha yule ambaye hana mikono. Lakini iwapo mtu hana wa kumtawadhisha, swala yake bado ipo, ataswali katika hali yake hiyo hiyo, na hata kuwa analazimika tena yeye kuhusiana na masala ya udhu. Jambo jingine ndugu zangu katika vidokezo hivi muhimu vya udhu, idha nasiya udhuan athna udhu, masala ya mtu kusahau kiungo katikati ya kutawadha. Wewe ulikuwa watawadha, ukafika sehemu ukasahau kiungo, labda umesahau kuosha mikono, ukaingia katika kufuta kichwa mpaka ushaosha miguu, ukajikuta kwamba hujaosha mkono wa kushoto, uliosha mkono wa kulia tu peke yake, haujaosha mikono yote, ama umesahau kufuta kichwa. Wewe moja kwa moja baada ya kuosha mikono ukaenda kuosha miguu badala ya kufuta kichwa, utafanya nini? Asema intadhakara qabla an yatula alfaslu ada ilayhi faghasalahu, ikiwa atakumbuka kabla haijarefuka kile kipindi akija kwa kirefu. Mfano, ameosha uso akasahau kuosha mikono akafuta kichwa, wakati waenda kuosha miguu akakumbuka kwamba hajaosha mikono, atairudia ile mikono aioshe, kisha ndipo afute kichwa tena, alafu ndio aende kwenye kuosha miguu. Hapo ni ikiwa kipindi hakitakuwa ni kirefu. Wa in tala alfaslu aada alwudhu'a min awwalihi lifaqdi almuwalati, lakini ikiwa kipindi kitakuwa kirefu cha yeye kukumbuka, amesahau kufuta kichwa au amesahau kuosha mikono, akakumbuka baada ya kuwa yeye labda hata ashaswali mpaka amemaliza kuswali, itamlazimu aurudie udhu tena upya, atawadhe kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ndipo aweze kuswali tena ile swala. Au amesahau kuosha uso, akaosha mikono, akafuta kichwa, akaosha miguu,
akakumbuka baadaye waenda katika safu kule kuswali, akakumbuka mimi sikuosha uso, kipindi ni kirefu hicho, itamlazimu udhu aje au anze tena upya kuanzia mwanzo, ndipo aweze kukamilisha udhu ule na aingie katika swala. Lakini ikiwa ni pale kwa pale, umekumbuka hapo kwa hapo, basi utakirudia kile kiungo, alafu uoshe kiungo kinachofuatia na usonge mbele na udhu wako. Naam. Kidokezo chengine asema idha salla muhdithan bighairi wudhu'in la tasihu salatuhu sawa'un kana aliman bihadathihi au jahilan au nasiyan. Ikiwa mtu ataswali akiwa na hadathi, maana salla bighairi wudhu'in, ameswali bila ya udhu, la tasihu salatuhu, swala yake haitasihi. Sawa'un kana aliman bihadathihi, sawa sawa amejua kuhusiana hadathi yake, au jahilan au nasiyan, au hajui au amesahau. Mtu ikitokea kwamba yeye ameswali bila udhu, akakumbuka baada ya swala yake ashaikamilisha, basi swala yake haitaswihi, itamlazimu atawadhe ndipo aswali tena swala yake kuanzia mwanzo. Na ikiwa atakumbuka katikati ya swala, ataivunja swala yake, aende akatawadhe, aje aanze upya tena. Na hili la kuswali bila udhu ni sawa sawa umeswali bila udhu ukijua kama mimi sina udhu, au umeswali bila udhu kwa kuwa hujui kwamba wewe ulikuwa hauna udhu, au umeswali bila udhu kwa kusahau. Kwa kusahau, labda ulikuwa hauna udhu lakini ukasahau kwamba hauna udhu ukaingia katika swala, au kwa kutojua, labda hujui kwamba wewe unatakiwa kutawadha ndipo uswali, ukaingia katika swala bila kujua ulazima wa wewe kutawadha uswali. Utakapojulishwa hilo, itabidi utawadhe ndipo iswali swala ile. Illa anna nasi waljahila la ya'thimani wa alayhim al-i'ada, isipokuwa tu pana tofauti hapa baina yule aliyeswali bila udhu kwa kukusudia ili hali wajua, na baina ya wale walioswali bila udhu kwa kutojua au kwa kusahau. Hawa walioswali bila udhu kwa kutojua au kwa kusahau, hawa hawapati dhambi, japo ile swala watairudia, lakini hawapati dhambi kwa kuswali kwao bila udhu. Wa amma almutaammidu faqad irtakaba ma'siyatan 'azimatan fa alayhi at-taubatu wan-nadam wa alayhi i'ada. Huyu ambaye ataswali bila udhu kusudi, huyu ndiye ambaye atakuwa amefanya maasi makubwa, atahitajika kuomba toba na kudhihirisha majuto kwa hilo, lakini naye pia atairudia swala kwa kuwa amekhalifu mtu huyu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuswali baada ya kutawadha. Yeye akaamua kuswali bila udhu, kwa maana amevunja amri ya Allah kusudi. Kwa hiyo atakuwa amefanya maasi bila shaka. Kwa hiyo itamlazimu, ili kosa lile Allah amsamehe, amuombe Allah msamaha, toba kwa toba, lakini vile vile pia itamlazimu ile swala kuirudia. Kwa hiyo kurudia swala ipo lazima, sawa sawa umeswali bila udhu kwa kusahau au kwa kutojua au kwa kujua, kurudia swala ni lazima. Isipokuwa tu masala ya kuandikiwa dhambi kwa kutoswali, kwa kuswali bila udhu, dhambi ataandikiwa yule ambaye ataswali bila udhu kwa njia ambayo ya kusudi. Ama wale ambao wameswali bila udhu kwa kusahau au kwa kutojua, hawaandikiwi madhambi. Jingine la kumalizia katika vidokezo hivi vya udhu ni kuhusiana na wale watu ambao wameweka meno ya kubandika. Meno ya kubandika, hawalazimiki kuyavua meno yao wakati wanatawadha, kwa sababu ya dhiki ambayo iko hapo. Wakati wanasukutua haina lazima watu kuyatoa yale meno ya kubandika, bali watasukutua yakiwa meno yako kwenye midomo yao. Lakini vile vile ataharikul khatam, kutingisa pete kwenye kidole. Je, ni lazima wakati mtu anatawadha atingise pete? Ikiwa pete labda imeshikana na ngozi sana mpaka kiasi kuwa inazuia maji kuingia kwenye ngozi ya kidole, basi
kuitingisha ni aula zaidi, ili maji yaingie katika kwenye ngozi ya kidole. Na ikiwa pete haikushika kidole bali inatingisika, basi si lazima ile pete wewe wakati wa tawadha uwe utakuwa ni mwenye kuitingisha. Hivi ndivyo ambavyo wanavioni wamelielekeza, lakini kwamba labda ni sharti, ni lazima pete izungushwe, itingishwe wakati mtu anatawadha, si lazima. Ni jambo ambalo mtu atalifanya yategemea pete yake ambayo yeye mwenyewe ameivaa. Kama imeshikana sana, ni aula kuweza kuitingisha, na kama haikushikana basi unachana nayo. Anasema wa amma tahrikul khatami fil usbu'i fa mahallu khilafi baina ulama. Kutingisha pete katika kidole ni jambo ambalo wanavyoona umetofautiana, lakini maelekezo yake ni kama hayo. Ikiwa imeshikana vizuri, imeshikana na kidole, ni vizuri kuitingisha. Kama haikushikana, achana nayo. Wal hadithul waridhu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ile hadithi ambayo ipo inaelezea kwamba mtume kana yuhariku khatimahu, rawahu ibn Abi Shayba wa huwa hadithun dhaif. Hadithi ambayo inaelezea kwamba mtume alikuwa akitingisha pete yake wakati wa tawadha, hadithi ilipokuwa na Ibn Abi Shayba, wanasema ni hadithi dhaifu ambayo huwezi kuitegemea kama hoja ya hili swala zima la kutingisha pete wakati wa tawadha. La mwisho ndugu zangu, yajuzu tanshifu ba'da alwudhu'i kama yajuzu tarkuhu, idhil aslu fi dhalika ibahatul fi'li wa tarkihi. Asema inafaa kufuta viungo baada ya kutawadha, na waweza vile vile pia kuacha, kwa sababu asli katika hili ni kuruhusiwa kufanya hivyo, lakini vile vile kuruhusiwa kuachana na kufuta viungo. Mtu baada ya kutawadha, je, anaweza kuchukua kitambara akavifuta viungo vile vilivyo na maji ya mikono yake, kichwa chake, miguu yake, au akafuta kwa mikono yake mwenyewe kuondosha maji yaliyoganda kwenye viungo? Wanasema ni jambo ambalo lafaa kufanyika hivyo, lakini vile unaweza pia kuliwacha. Naam. Lakini pia inawezekana kukawa kuna dharura ya kufuta viungo hivyo. Labda umetawadha kipindi ambacho kina baridi sana, baridi kali, maji kubakia katika mwili, unasikia hali ngumu, yanakudhura ile maji. Basi hapa itakuwa kuna aula zaidi kuyafuta yale maji yaliyoko mwilini baada ya kutawadha, ili yasikudhuru baridi yake. Lakini ni jambo ambalo liko katika khiari ya mtu mwenyewe, ima kufuta au kuacha. Naam. Mpaka hapa ndugu zangu, itakuwa tumeweza kuvielezea vidokezo hivi muhimu ambavyo nimevielezea hapa, vinavyofungamanishwa na udhu. Na haya ndugu zangu ni miongoni mwa mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa aweze kuyaelewa katika udhu wake. Mara nyingi huwa tunachukulia udhu ni jambo tu dogo lisilohitaji ufahamu, lakini udhu ndio swala. Huwezi kuswali bila udhu wako kutimia. Una jukumu la kila Muislamu wewe uweze kuelewa mambo haya ya dharura katika dini yako ya ibada. Ni elimu za msingi hizi, lazima kila Muislamu awe nazo. Kwa hivyo tunapoelezea masala haya, tuelezea masala ambayo ni muhimu. Mara nyingi mtu za kuona kwa masala ya udhu, kwa nini tuelezane? Naam, haya ndio katika mambo muhimu tena ya lazima, kwa sababu ndizo ibada zetu hizi na ndiyo maelekezo tulioelekezwa na Uislamu wetu. Ni lazima yale ya msingi katika Uislamu tuelezane. Na ya msingi katika Uislamu ni mambo ya ibada. Mambo ya ibada haya ni mambo ya msingi. Kila Muislamu anahitajika kuwa na ufahamu nayo. Wabillahi tawfiki. Kikao kitakachokuja insha Allah taala tutaelezea vingine yanayofungamana na tahara. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.